kiongozi pamoja na wasaidizi wako, itifaki imezingatiwa. Kichwa cha habari ya leo ambayo tutazungumza hapa kinasema tutunze uumbaji, na imewekwa katika mabano mazingira. Masomo ya leo, la kwanza lilikuwa ni Zaburi mlango wa 19 mstari wa kwanza mpaka wa 6 ambao limeshasomwa. Lakini la pili lilikuwa ni Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Na la tatu litakalo tuongoza katika kichwa hicho cha habari inatoka katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 18 mpaka mstari ule wa 23. Narudia, Warumi mlango wa 8 mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Narudia kwa mara ya mwisho, Warumi mlango wa 8 mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Nami nitasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia viliitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye atiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata vingine katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tunajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tutaugua katika nafsi zetu, kutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Hilo ndilo neno la Mungu. Naomba tukae. Palipo roho yote yanawezekana, palipo roho yanawezekana, yote yanawezekana, palipo roho yanawezekana, yote yanawezekana, palipo Yesu yanawezekana, palipo Yesu. Oh Yesu, yote yanawezekana, palipo Yesu yana yote. Kuna watu wanazungumza dhana ya kitu kinaitwa mazingira. Kuna watu wanazungumza mazingara. Wanachanganya hizo dhana mbili. Kuna mtu anafikiri mazingira ni mazingara, na kuna mtu anafikiri mazingara ni mazingira. Hata msikize vizuri, mtu wa Mungu. Hivi ni vitu viwili tofauti. Mazingira ni yale yote na vitu vyote vinavyomzunguka binadamu. Ni barabara, ni miti, ni milima, ni mabonde, ni maziwa, ni mito, ni wanyama, ni vitu vyote
ambavyo vinamzunguka binadamu. Sasa baba mchungaji Munisi nilipokuwa tunatoka ule nani ananiambia mapema, huwa ananifunga vice mapema, una dakika 25. Akaniambia sasa wewe fikiria mimi nishapiga mapambio hapa, nimeshamuimbia na yote hayo, hizo dakika sijui kama zipo au zinaelekea kuisha, uniongezea hapo dakika 5 tu mzee wangu. Kwa hiyo tukisema tuanze kusoma maneno hapa, ndio inatosha sasa. Mwinjilisti wewe na kiherere, ondoka hapa, rudi hapo. Kwa hiyo ukizungumza habari ya mazingira, unazungumza vitu vyote, majangwa. Ukienda jangwa la Sahara, ukienda ukakuta mahali mabonde, ukienda ukakuta barabara, ukienda ukakuta miti, ukuta wanyama, ukuta bahari, ukuta viumbe vyote vilivyoko, vyote vinakwenda kutengeneza kitu kinaitwa mazingira. Au ukitaja hivyo ninavyotaja, maana yake unataka jambo lieleweke. Ukisema Zimbabwe, unasema Robert Mugabe, ndio unataka ueleweke. Kiingereza unasema Grayson Munisi. Ukisema Agremandri, unataka unamzusia, ndio unasema hivi, yani ndio unaeleza sio ili ueleweke. Neno la Mungu ni waimbaji, mwinjilisti, mchungaji na kadhalika, wote hao wanakutengenezea hilo. Kwa hiyo ukiambia uzungumze hapa habari ya mazingira kwa dakika 25, hapa hutaweza kumaliza, kwa sababu ni dhana pana sana ambayo ni Roho Mtakatifu peke yake atakuongoza uweze kujua. Angalia uumbaji umezungumzwa kule, Mungu alifanya nini, kitabu cha Mwanzo kimeeleza hapa, na vile vingine tulivyosoma hapa vimeeleza. Sasa unakwenda kwenye kitu kinacholeta sasa confusion. Mazingira ni tofauti na kitu kinaitwa mazingira. Mimi huwa nikiambia nifanye kazi kama hii, ninakwenda mpaka kwenye kamusi, ninakwenda kutafuta kwenye kamusi hivi wamesema nini. Mle ndani wanazungumza habari ya mauzauza. Mle ndani wanazungumza kule habari ya uchawi. Mle ndani mle wanazungumza habari ya tobo. Mle ndani mle wanazungumza mazingaumbwe. Mazingara haya, mazingara uipate vizuri, kwa sababu tumevua dakika 25 na zenyewe zimeshakwisha. Nafikiri sijui zimebaki 10. Haya maneno utakwenda kusoma mwenyewe huko, mimi sisomi tena maneno hapa. Kwa sababu gani? Dakika 25 sasa zinakwisha. Kwa hiyo ukisikia mtu anazungumza kwamba tumekutana na mazingara, amekutana na mauzauza, amekutana na vitu vya hovyo, vitu ambavyo havielezeki hivyo. Ukivitazama mtu anauliza hiki ni nini hiki, mauzauza. Hiki kinachofanyika hapa ni kitu gani? Vitu vya ajabu. Mle ndani utasikia mtu anapiga kelele, anasema jana nilisikia bundi anapiga kelele. Wewe unasema wewe shindwa kwa jina la Yesu. Wewe unafikiri kwamba bundi yule ana bundi kasemwa hapa, na yeye anamtegemea Mungu, kala ndizi, kafurahi na parachichi, anamuimbia Mungu. Wewe unasema shindwa kwa jina la Yesu. Unasema unakutana Kobe, na unakuta kule anamwamini Mungu, mwingine anabidi Kobe, alafu anakuja huko mauzauza, anafanya vitu vya ajabu, tunguli na nini na vitu vingine, mazingara. Anakwenda ni mtu wa vituko, anafanya mazingara. Tukishaelewana hapo, tukajua mazingira ni kitu gani na mazingara ni kitu gani, na tukaangalia vitu tunavyofanya huko vinafanana na nini, tutakuwa tumeelewana. Mungu ni mwaminifu sana. Baba mchungaji Munisi, kiongozi watu wa kiroho katika usharika huu wa Kengereka, anasema kwanza, akatamka akasema, sikiliza, nataka liweko jua likaepo, giza likatoweka. Jua likaitwa hapa, itaitwa mchana, anasema hapa, alafu na usiku ukiingia pale unaitwa usiku, yani giza linapoingia. Akatamka vitu vyote. Wanasema hii dunia tuliyoko hii hapa
mwanzoni huko nyuma ilikuwa giza tu. Anasema pakaingia unyonge, pakaingia utupu, pakakaa hivi kama vile pamefubaa. Mungu akasema liweko giza, lakini sasa kuweko na nuru. Nuru, jua likaepo, pale pakatokea usiku na mchana. Bahari, dunia kwa jumla ilikuwa kwanza bahari. Mungu akatoa amri isogee, lakini wakati huo ipishe, ardhi ipatikane. Hapa tulipo hapa sisi ni padogo sana ukilinganisha na maji, na anasema roho wa Mungu alitulia juu ya maji yale. Ndani ya bahari kuna samaki, ndani ya maziwa kuna vitu vingi tu, kuna dagaa wamekaa mle ndani, kuna nyangumi wamekaa mle ndani. Na neno hapa linakaza, linatuambia hawa wote wengine walipatikana kwa ubatili, lakini wamekaa mle ndani wao. Kwa ukienda ukafanya vituko kule, mauza mle, unasema mtoto wa kwanza huyu nataka nimtumkize humu ili nipate mali. Mazingara anaingia hapo, anataka kumuondoa mtoto wake ili apate samaki, ili apate ng'ombe, ajenge nyumba nzuri, awe na magari ya kifahari. Anakwenda baharini. Mungu ametokea pale ili tupate samaki, ili tuweze kusafiri. Yeye anaingiza mauza mle ndani, anaingiza mazingara mle ndani, anaanza kupavuruga pale binadamu huyo. Akamaliza maumbile yote, akafanyika na kila kitu kikafanyika pale. Mwisho akasema sasa njoni, nataka tufanye mtu kwa sura yetu. Pale hakusema tena awepo mtu alafu mtu akawepo. Alimchukua Adamu, na Adamu alipochukuliwa akafinyangwa, akatengenezwa vizuri kwa kutumia udongo. Akaenda na Mungu akampulizia pumzi, akamaliza. Mungu anajua operation, madaktari haoni ndani kwa Mungu. Akamlaza usingizi yule bwana, tunaambia akachukua ubavu ukachomolewa, akaenda. Ndipo tunampata mtu anaitwa Eva, mwana mama. Wakapewa bustani ya Eden, wakae mle ndani. Na ndio maana tukisimama hapa, mke wangu akitambulishwa hapa, jina lingine anaitwa ubavu wangu, ilitokana na Mungu. Mke wa mchungaji Munisi, wewe ukikaa hapa ukisimama hapa unasema mama mchungaji, lakini wewe ni ubavu wa baba hapa, yani ulichomolewa kwake alafu kukaa hapa. Na ndio maana mnaunganishwa, mnakuwa kitu kimoja. Mpaka hapo hakuna shida imetokea. Leo neno hili linataka kuweka pumzi mpya ndani ya jambo linaloitwa mazingira. Ningeweza nikaeleza vitu vingi sana. Inataka ujue hivi tunavyokwenda hivi hapa, tunakwenda sawa sawa, hawa hatuendi sawa sawa. Unisikize vizuri, mtu wa Mungu. Mungu akamwambia itunzwe hiyo bustani ya Eden. Kutunza kitu manake nini? Manake ni kukiacha kifanane kama kilivyokuwa mwanzo. Usikikorofishe. Usifike mahali ukaingiza mambo yako kule, ukaingiza mauza mle ndani, mazingara ukaingiza mle ndani. Kutunza kitu ni kukiacha kibaki katika hali yake ya asili. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Kwa hiyo Mungu akatoa maelekezo, tunza, unaweza kuboresha, ndio kwa sababu amekupa nguvu na nini. Na huyu binadamu tunayemzungumza hapa, Mungu alipofika mahali akaamua sasa kumleta binadamu, hakusema aweko mtu, aweko mwanamke. Alimfinyanga kwa mkono yake, wanaita ku-create. Ndicho alichofanya hapa. Maanake nini? Maanake nafasi ya binadamu kwa Mungu katika uumbaji wake ni number 1. Ni priority number 1. Yeye ndiye alipewa kazi ya kutunza na kuhifadhi mazingira yakae kama yalivyokuwa yametengenezwa, yasivurugwe, yasiingizwe kitu kingine mle ndani. Sasa unisikize vizuri, mtu wa Mungu. Shida nilionayo hapa, naweza kavutwa kanzu huko na ambia inatosha. Unisikize vizuri. Jua lilipowaka pale,
hapa juu Mungu aliweka blanketi. Akaza ile blanketi lizuie miali ya jua isiende moja kwa moja ikatoa katika ngozi yako. Bana hewa inaitwa hewa ya ozone. Hewa hii inakaa kama blanketi, inazuia miali isije katumbukia pale ikaja katika ngozi yako ikakuchana chana. Kwa hiyo unapoanza wewe vituko hapa duniani, jitazame, angalia kitu unachofanya hapa. Ule utando uliokaa pale, ukikutana na mtu anachoma msitu, moshi unaingia pale. Ukikuta watu wameanzisha viwanda, moshi unaingia pale. Inaingia hewa inaitwa hewa ya mkaa. Huku duniani Mungu alipoweka hii miti aliyopanda hapa, asema pande hii miti, mpande msitu nini kila kitu. Miti ile ikipumua inakupa hewa inaitwa oxygen. Oxygen ikichanganywa na hydrogen inakupa kitu kinaitwa maji. Wale mliokwenda shuleni vizuri mkasoma vitabu ukasema shikamoo, nazungumzia kitu kinaitwa H2O. Kwa hiyo ukipanda miti hapa, miti ikatoka hapa, ndiyo inatoa hewa inaitwa oxygen. Oxygen ndio uhai. Kwanza tunavuta hiyo hewa, pili tunapata maji. Ukichukua hydrogen ukijumlisha na oxygen ndio unapata maji. Ni uhai huo, tunazuia uhai. Sasa msikilize Mungu alivyokuwa mwaminifu. Na hiyo miti ambayo tumewekewa na ambayo imewekwa tumeamba tuitunze, hiyo miti nayo inavuta hewa, haivuti oxygen, inafyonza kitu kinachoitwa carbon dioxide. Mimi sio mtu wa science sana baba mchungaji, kwa maana masomo ya science. Mimi ni penguin, ni mtu ambaye nimejifunza mambo ya natural sciences, mambo ya political science na public administration. Lakini miongoni mwa vitu nilivyosoma pia nilisoma pia kitu kinaitwa divinity, na nikafaulu. Kwa hiyo mimi hii kiherere cha kumtafuta Bwana Yesu sio kafikiri kilianzia hapa, kilianzia toka sekondari kule. Nikasema nitasoma masomo yote, lakini Mungu nakuomba uniwezeshe. Wanaita Bible knowledge, lakini ukisoma katika form 5 na form 6 wanaita divinity. Mimi sijui sana ya mambo. Kwa ukipanda miti hapa, miti ikianza kunyonya inafyonza ile carbon dioxide. Kwa maneno mengine, miti oxygen yake, kwa maana yenyewe inaachia oxygen, yenyewe inavuta kitu kinaitwa hewa ya mkaa. Kwa hiyo wewe ukitoka hapa ukaanza mauzauza, ukaanza kukata miti, ukaanza kuporomosha hapo na choma misitu hapa, maana yake unazuia oxygen isipatikane, maana yake unasababisha tobo linatoka kule, hewa ya ozone panatoboka, jua linawaka mpaka unafika mahali unafanana na Yona, unasema huu mtango niliweka hapa mimi hapa nakuja hapa, unaulaumu, unasema mtango huu, huyu mdudu amekuja hapa akautafuna hapa, unapiga kelele. Mungu anamuuliza Yona, wewe Yona nilikwambia wewe nenda Ninawi, ukakataa kwenda Ninawi. Ukaondoka ukaenda Tarishishi, meli ikataka kuzama kwa ajili ya Yona. Nini vituko? Akaenda akachukuliwa, akarudishwa kwenye tumbo la samaki, akapelekwa mpaka pale baharini, akatapikwa, akashika adabu, akaambia nenda Ninawi. Akaenda kula akahubiri neno la Mungu. Watu pale anasema katika wilaya ile walikuwa 100,000. Akakaa akakuta watu wanafanya vituko na vioja. Yona anafika mahali anambia, unaona Mungu, ndio maana mimi nilikwambia kwamba siwezi kwenda Ninawi. Unaona sasa shida iliyoko hapa. Akapelekwa mdudu, akatafuna bule mtango. Alipotafuna mizizi ukakauka. Yona alipigwa na jua. Hapa tunazungumza habari ya jangwani. Akafika mahali mpaka kichwa kinalia tang. Akapiga kelele, Mungu unaona sasa sijui wamenifanyaje, wamekuja kunulia na huu mti hapa. Mungu anamuuliza Yona, huo mti ulipanda wewe? Hapana. Uliumwagilia maji wewe? Hapana. Huo mti si uliokuta hapa? Ndio. Sasa mbona wapiga kelele? Sasa huo mti wangu hapa ndio ulikuwa unaleta kivuli hapa. Mungu amemtegesha kama wewe, sikiliza wewe. Wewe nilikwambia uende Ninawi, ukwenda Ninawi.
ukaenda Tarishishi. Je, kama wewe unaonea mtango huruma ambao ukuupanda, ambao wewe wala ukumwagilia maji, je, mimi haikuwa ni sahihi kuwaonea huruma wale watoto wa Nenawi 100,000? Bali sio ngoma draw. Yule jamaa akadondoka pale akanyamaza, akakaa kwa adabu. Unisikize vizuri, mtu wa Mungu. Mungu ana huruma sana na sisi. Ametupa vitu vizuri tu, vimekaa vizuri. Madhara yake ni nini? Madhara yake ni kwamba sisi tumekwenda tumevunja amri ya Mungu. Humu ndani katika hii ardhi kuna almasi, humu ndani kuna tanzanite, humu ndani hapa kuna shaba, kuna utajiri wote humu mle ndani. Baharini kuna vyakula vimewekwa mle ndani. Ardhi hii tunayozungumza hapa, ardhi hii inakutolea kile kabichi, vitunguu, inaweza kukupa mahindi, inakupa kila kitu. Lakini imewekwa kimpangilio. Uweze kutoka hapa, wewe unafika mahali, unaingia hapa, unasema mimi nataka kuweka ng'ombe hapa, boma ng'ombe. Hamna control. Unasema lakini Mungu alisema tufuge. Kwa mpango wa utaratibu. Kwa nini? Baba mchungaji huko anapanda maua, anaweka fence. Baba mchungaji anapanda miti humu ndani. Unaona panapendeza, mandhari yake ni nzuri. Anatoka hapa. Halmashauri zote zimeambiwa hapa zihakikishe kwamba zinapanda miti hapa. Wewe unatoka kwa vile umezaliwa na babako na mamako, unasema waachie ng'ombe waende, waache watafune kila kitu wanakula. Wanakwenda wanatafuna. Ukiambiwa bwana ng'ombe hao ukiwaruhusu huku wataharibu mazingira, utaki kusikia. Ndio neno linazungumzwa hapa. Unatoka hapa, unaambiwa hapa patatuhusika na watu wanaofuga tu. Mwenye ng'ombe, mwenye mbuzi aweke hapa. Wewe unasema nitakwenda kulima. Ukienda kulima wanakuja na ng'ombe kule wanatafuna. Panapiga vurugu pale. Mnaanza kupigana pale na mapanga na marungu, mnaingilia hapo. Mauzauza yanaingia pale. Hakuna mpangilio. Mungu ni mwema. Mimi ni balozi wa pamba Tanzania. Pamba hailimu kila mahali. Uweze kuja hapa Kilimanjaro hapa kwetu Siha na Hai, ukaenda Marangu, wasema limeni pamba hapa, haitaota. Watacheka tu hao wana Hai, wasema huyu jamaa vipi amekunywa pombe. Pamba inahitaji mahali ambapo pana ukame. Si kila mahali utakapopanda pamba itakubali. Pamba inahitaji mvua za wastani. Mvua za wastani ni 50% ya mvua inaonyesha hapa Hai. Ni nusu ya mvua inaonyesha hapa Hai. Ukilima pamba katika maeneo ya namna hiyo, pamba itakubali. Haihitaji mvua za kitimtimu kama ilivyokuwa kwa miwa na kama ilivyokuwa kwa mpunga. Inahitaji mvua za wastani. Mvua za wastani nimezielezea hapa. Mkulima wa pamba akiona mvua zinanyesha za kitimtimu, anaingiwa na hofu, utafikiri anataka kufa. Kwa nini? Pamba haihitaji mvua za kitimtimu. Sasa si umetoa control hakuna? Nisikize vizuri ili unielewe. Ukitaka kulima pamba hapa Kilimanjaro, utailima Same, utailima Mwanga. Basi angalia hali iliyoko pale Same na Mwanga, utaona pana hali ya ukame. Wani kija huko kwako Hai baba mchungaji, watatuletee pamba na sisi huko Hayoti huko. Kule Siha tuletee na sisi pamba, mbona unashughulika tu na kina Meatu na Maswa, Simiu, Itilima, Busega, unahangaika nao na sisi huku. Naambia elimu hapo. Kwa nini? Mvua hapa zikinyesha za kitimtimu hapa zilizoko hapa, pamba yote inakufa. Cheki Mungu alivyokuwa mwaminifu. Unisikize vizuri mtu wa Mungu. Kila mahali alipopanga anasema hapa ni kwa ajili ya muhogo. Muhogo unakusaidia wakati unapokwenda kulima kilimo kile ambacho kinajulikana sasa ni cha ukame. Hapa ni kwa ajili ya mtama. Kwa hiyo utalima mtama hapa, utasau, lakini utakusaidia wakati mvua zitakokuwa zimepungua. Hapa utalima miwa, hapa utalima mpunga, hapa pana tindiga, hapa pana uchepechepe.
Wewe unatoka hapa, unaingia, unabandua macho hapa, unabandika hapa, hapa ni kwangu, unafeka pote pale. Kwa hiyo miwa haiwezi kulimwa pale, panaingia jangwa pale. Kuna mti unaitwa mbano. Mbano unakwenda mzizi wake unakwenda mpaka kule chini. Unakwenda unatumbukiza mahali. Unanyonya maji kutoka hapo kwenda kule kwenye kituo cha maji. Unakwenda kuvuta kule maji yaleta hapo. Wewe unabandika pale, unakaribisha jangwa. Na jangwa linaingia. Baba, uharibifu wa mazingira umeingia duniani. Na hata mataifa makubwa hayawezi kudai kwamba hajahusika katika hilo jambo. Yamehusika sana. Kwa nini? Fyeka miti yote, ukimaliza unaambia nendeni. Wamefyeka miti yote. Wamejenga viwanda mle ndani. Viwanda vinatoa sumu, inatiririka, inaingia baharini. Nilikwenda Tokyo, Japan. Tumekwenda kule, nimekwenda mji mmoja unaitwa Minamata. Minamata tumekwenda pale, tukakuta treni halisimami. Treni likitoka, likifika Minamata halisimami. Kwa nini? Alikwenda pale, palikuwa kuna diwani mmoja pale. Amefika mahali. Japani ni nchi ya viwanda. Ni nchi ambayo imepiga hatua kubwa katika viwanda. Kwa hiyo ina viwanda vingi. Ikienda ukijenga viwanda, maana yake utaondoa msitu hapo. Maana yake utafika miti hapo. Maana yake utapofanya patakuwa dry. Ikitoka ile sumu inayotoka kule inatiririsha, inakwenda kumwaga kule baharini. Ikimwaga ile sumu inayotoka kutokana na chemicals zinazotumika katika kiwanda, samaki wanaathirika. Samaki wale wakiathirika kule Minamata, wale wakaenda kuvuna samaki, wakaenda kuchukua zile samaki kwa sababu zimeharibiwa, mazingira yameharibika pale. Nazungumza Minamata, watu wakila wale samaki, baba mchungaji, wanafika mahali wanaingia ulemavu. Watoto wakizaliwa hawana nywele, wanaingia viungo vyao vimebadilika. Kwa nini? Kwa sababu sumu inayotoka katika viwanda imeingia katika yale maeneo, imeharibu uumbaji wa Mungu. Ileta shida pale, kwa sababu huyu diwani akisema hivi, mimi hapa nataka hiki kiwanda kifungwe kwa sababu hiki kiwanda kinaleta chemicals ambazo zinazuru watu, siku hiyo hiyo kwa nchi ya Japani wanamwacha. Kwa nini? Huyu anakataa ajira. Akiruhusu huyu mtu akae hapa, wavune samaki wale, watu wanakula na wanaingia ulemavu hapa, tayari huyu bwana hatusaidii kitu chochote. Unaona watu wameingia ulemavu hapa. Kwa nini? Chemicals zinazotoka katika viwanda zimeingia baharini mle, zikakutana na uumbaji wa Mungu, zikakutana na samaki mle ndani, zikakutana na vitu vimewekwa mle ndani. Matokeo yake hapo, watu wamefika mahali treni likifika Minamata alisimami. Sasa yule diwani akaanza kujiuliza, hapa nafanyaje? Nikisema kiwanda kiendelee, watu wananiambia kumbe anataka tuendelee kufa. Nikisema kiwanda kisimamishwe, maana yake ni kwamba sisi hatutapata ajira. Akajikuta katikati, hajui afanye nini. Vyote viwili vinamkabili. Wakafanya utafiti mkubwa wa kujua nini chanzo cha hili tatizo. Wakagundua kwamba ni chemicals zinatoka katika viwanda pale. Wamekwenda wakafanya utafiti, wakapita, wakaangalia, wakaanza kuzuia watu wasile wale samaki pale. Kwa sababu wale samaki wanapata matatizo yale yanahamia kwa binadamu. Mwisho wa siku wakafika mahali wakatengeneza plant ambayo inatengeneza hapa wanaita, unachuja yale maji yale mpaka yanapokwenda kule mwisho kule, yanapotoka hivi hayana madhara yoyote kwa binadamu. Akastrike kwa kutumia research, wakafanya samaki walioko pale, walipokwenda kupimwa wakakuta samaki wanaotoka Minamata ni wazuri zaidi kulinganisha na samaki wengine pale. Kwa nini? Kiongozi alifanya utafiti. Huku ndani unaulizwa kwamba tufanye nini? Msiruke na vitu hapa mkajiendea navyo hivi hivi bila kujiuliza kwamba hiki kitu kunakuja nini. Unisikilize vizuri, mtu wa Mungu.
Hapa neno la leo linatuambia kuna viumbe wako kule, na wanayemtegemea ni binadamu, wanayemtegemea ni kiongozi, wanayemtegemea ni kusimamia na kuona kwamba maumbile yale yaliyotengenezwa na Mungu yanabakia kama yalivyo. Minamata ikapona, tumekwenda pale, tumekwenda kuangalia, tukapata hii story pale. Ondoka hapo, nenda maeneo mengine ya dunia. Kuna matatizo mengi yanayotokana na watu kudharau kauli na sauti ya Mungu. Neno la leo linatuambia tunatakiwa tusimamie maumbile, tusimamie sisi hapa uasili wetu. Baba mchungaji, sasa hivi ukipanda mahindi yanaitwa paonia. Kwa maana ukipeleka kule Japani kuna mtu anasema sasa unapeleka huko sisi hatuelewi, leta hapa. Sasa naleta hapa. Una kitu kinachoitwa GMO. Mbegu ikija ikitengenezwa hapo, ikija ukiipanda hiyo mbegu, ikitoka uwezi tena ukachukua ile mbegu ukaipanda tena, lazima ukanunue nyingine. Ukichukua paonia, hiyo ni GMO nilikuwa nazungumzia. Ukachukua paonia, ni hybrid, ni mbegu ya hali ya juu. Lakini ukishazalisha kitu kinachoitwa paonia, baba, uweze kuchukua paonia ukaenda ukabandika pale ukapata mahindi tena pale. La kwanza hilo. Nenda mbele zaidi, kachukua mahindi ambayo yanatokana na katumani, nenda kachukua mahindi ya asili, nenda kayaweke hapa, alafu chukua na kitu kinachoitwa paonia. Cheki jinsi paonia inavyobunguliwa na wadudu. Kwa nini? Uumbaji wa asili ambao Mungu aliweka hapa umetoweka, haupo. Ukishachukua, baba mchungaji, wewe umechukua hapa unapaonia, ujue kazi yako wewe ni kwenda kula ugali, kwenda kula makande. Lakini ukitaka kupanda hii mbegu hapa, hayoti. Kwa parachichi, maparachichi sasa hivi yamekuja. Ukitaka kupata kile ambacho Mungu alikusudia katika parachichi hizi zinazouzwa nje, lazima utafute mbegu ya asili. Unaichukua unabandika pale. Hapo unasema sawa, hivi anavyofanya ni sawa. Alafu unafanya kitu kinachoitwa kupachikiza. Unaweka pale. Ukipachikiza pale, kwa sababu ule uasili wa Mungu huko mle ndani, parachichi zitapatikana. Lakini kachukua sasa ile duda inayotokana na lile tunda lililozalishwa pale, nenda kaweke pale. Alikubali. Kwa nini? Ninakwambia maumbile yangu mimi, asili yangu ni lile parachichi ambalo Mungu alitengeneza. Hii nyingine duda ile inayotokana, hata kuwapelekea na kwambia hii haitufai, tunataka ile ya asili. Ndilo neno linalokazwa hapa. Sasa unisikilize vizuri, athari zake ni nini? Athari zake ni kwamba ile mbegu ya asili kishatoweka hapa, maana yake tumetoweka. Kwa nini? Tukipanda havitaota. Mtatoka hapo, haishi hapo. Mtatoka, sikiliza, mauzauza. Mtu amezaliwa hapa ni mwanamke, anataka kutengeneza maumbile awe mwanaume. Mauzauza, mazingara. Mtu amepewa uzuri wote, ni mwanamke, ana majukumu Mungu aliyompa hapa, anataka kubadilisha. Ni mwanaume amewekwa hapa, anataka kubadilisha, asiwe tena mwanaume, anataka awe mwanamke, anavaa na hereli. Mauzauza. Siku moja mchungaji mmoja alikuwa anahubiri, nitaka kuzimia kwenye kiti. Unasema kijana akasema, wewe mimi naoa. Wala kuja. Wakati alipofika pale, anameremeta, anaangalia. Anataka sasa kwa maana kwa bibi harusi, anameremeta, Grace anameremeta. Wow. Tunampokea. Wanaangalia hivi, haoni mwanamke. Oro jamaa amekuja, amemshikilia mwanaume mwenzake. Yule mzee akaanguka akazimia. Mauzauza. Kanisa, mnisikize vizuri. Huko tunako kwenda huko, yani Mungu na malaika wanatushangaa. Wanasema hiyo jamaa. Mtume Paulo anawaandikia Wagalatia, anasema enyi Wagalatia msioko na akili, nani aliyewaloga?
Mwisho wa kunukuu. Tunafanya vitu vya ajabu vinafanyika hapa. Na tumekaa tunaangalia na tunaona hakuna mtu anamkemea, hakuna mtu anagombeza na nini. Leo neno la Mungu linatuambia ukumbuke unapofanya mauza unayofanya hapa, athari zake ni kubwa hujapata kuona. Ni kama vile unasema hivi, ua hii dunia, ondoka kabisa hapa. Mwanamuziki mmoja alisema remake the world, hebu iumbe tena upya, kwa sababu hii sasa hapa ni kioja, ni kituko kinachofanyika hapa. Hayo ndio maneno yanayokazwa katika neno la leo, baba mchungaji. Ni maneno ambayo yanatutaka tujitafakari upya. Ningeweza nikaeleza mambo mengi. Unafanya nini sasa kuondokana na hali hiyo? Hapa inanyesha mvua wakati hatuitaki. Hapa inaacha kunyesha mvua wakati tunaitaka. Wachina pale. Wachina walipata matatizo makubwa sana, na mpaka sasa hivi ukienda Beijing, mimi nimewahi kwenda China mara 4. Nimekwenda Shanghai, nimekwenda Beijing, nimekwenda maeneo mbalimbali kule. Pale unakuta kuna msitu umewekwa pale. Kwa nini? Wanataka kurekebisha. Mama na baba ulikuja katika ibada ya leo, kuna kitu kikubwa kimewekwa ndani ya kitu kinachoitwa mazingira, na hicho kitu kikitoweka hapa maanake hatupo. Ndio neno linazungumzwa hapa. Hakuna samaki hapa. Wachina wale wakaamua kuweka nini, misitu katikati, ili ifyonze sasa ile hewa ya mkaa, ile hewa ambayo ni ovyo. Humo ndani zinazaliwa kansa, humo ndani watu mapafu hayafanyi kazi. Hewa unaovuta hapa huna hakika na hewa unaoivuta hapa, kwa sababu tumemwacha Mungu, hatukumsikiliza sauti yake, na madhara yake ndio hayo unaona. Wachina wale sasa hivi wanapanda miti katikati ya mji. Unakwenda katikati ya mji unakuta msitu. Kwa nini? Wao wameshaanza kuona sasa hatari. Na wao wakienda Kyoto walikwenda pale, wamekwenda pale Pretoria, walikwenda pale, walikwenda Copenhagen, walikwenda pale juzi hapa, wamekutana tena hapa. Na mataifa makubwa yale, wengine wanakwenda kusaini ile mikataba ya kuzuia uharibifu wa mazingira, wanakwenda kusainia airport. Wengine wanasema mpaka niende nyumbani nikaulize kwanza. Wanakataa na nini? Neno la Mungu linatuambia hapa kwamba Hai, Kengereka hapa, Siha, Rombo, Wapare, Same, rudini mumrudie Mungu, kwa sababu tumeharibu maumbile ya asili yaliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Ndio somo tunalozungumza hapa. Ng'ombe hajui maana ya mazingira. Ng'ombe anangoja control yake, anangoja kutoka kwa binadamu. Matokeo yake Wachina wale palikuwa panatoka mahali, sio kwa sababu ya COVID-19. Wachina wamekuwa wanatembea wamevaa barakoa kwa sababu wanavuta hewa ambayo sio Mungu aliwaambia. Wanakwenda pale. Dakika 2-3 namalizia. Namalizia. Naona unavoniangalia tu unaona tayari. Unisikize vizuri. Udongo unabebwa na upepo unabeba, unarusha hivi, unakwenda unatoka ukungu wa vumbi, wakienda mjini pale hawezi kutembea. Hatujaiona hapa kwetu Hai, hatujaiona kule Siha, hatujaiona hapa Kilimanjaro. Lakini tukicheza na mchezo huu tunaocheza huu tunaokwenda nao hapa, uwe na hakika kwamba patatokea matatizo makubwa. Ndicho kitu kinachozungumzwa hapa. Samaki hawatakuwepo, dagaa hawatakuwepo, ng'ombe hawatakuwepo, kuku hawatakuwepo, na sisi tutatoweka. Kwa nini? Uwepo wa Mungu utakuwa umetoweka katika dunia hii. Tutakuwa tumepigwa kitu kinaitwa incabod. Ndicho kinachosemwa. Na kuku wanatutegemea sisi. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye nini sasa? Lazima tujirekebishe. Wenzetu wamefanya nini? La kwanza katika ibada hii ni kusimama na kumwambia Mungu, hakika kupitia neno lako hili tumefanya makosa makubwa sana. Lazima tufanye toba ya kweli na sala kumwomba Mungu kwamba tumekwenda tukaharibu mazingira, maumbile ambayo Mungu alitutengenezea kwa nia njema kabisa ili tuishi kwa raha, kwa starehe, tufurahi. Tumevuruga. Ndio maneno yanayosemwa hapa. Usikilize vizuri. Anasema hivi, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu kwa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwenu. Ndio unafunuliwa.
anakwenda, kwa maana viumbe vyote vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Msipofunuliwa hapa viumbe vyote vimeteketea, vimeondoka. Sasa unisikize vizuri. La kwanza, toba. La pili, tunafanya nini? La pili, asili ni kitu kizuri mno. Ukistop hii tabia hii tunayoonyesha hapa, ukasimamisha tu hapa hai, mkasema hivi, hatutarudia tena makosa tuliyofanya hapa, mkaweka control hapa, mkaanzisha bustani hapa, mkapanda miti hapa, mkahakikisha kwamba ng'ombe hawatafuni, mkistop tu hivi, uoto wa asili una tabia ya kurudi tena pale pale. Baba mchungaji, mimi nasema maneno haya, umeniomba mimi nije nikafundishe somo hili hapa. Uwe na hakika hapa Kingereka, nyinyi mkisimama hapo mkazingatia hiki kinachosemwa hapa, mtatengeneza zone ya kwenu hapa, ambao mtu akikaa hivi akivuta hewa anakwambia nimekwenda Kingereka, ile hewa iliyoko pale si hewa ya kawaida. Kwa nini? Tumetunza mazingira. Utatengeneza zone yako pale nyumbani kwako. Unaweza kuotesha miti pale nyumbani kwako, pakaota miti mizuri pale. Unakwenda pale, ukiambaka huku ndani naomba nitoke kule nje, kuna hewa nzuri pale. Kwa nini? Hutavuta tena vumbi pale. Utakwenda pale utavuta hewa nzuri ambayo inakupa afya nzuri. Kwa hiyo la kwanza la kufanya hapa ni kustop. Hebu sema kustop. Hebu sema kustop. Hii tabia ya mauzauza hii, ya mazingaumbo hii, ya hovyo hii, ya kukatakata miti hovyo hapa, hakikisha kwamba unastopisha. Ili nini? Uoto wa asili. Zamani watu wa hai, ukienda Machame kule Lea Mungu, ukienda kule Siha, kulikuwa kuna mbegu ya ndizi inaitwa ikuakua. Mnafahamu ikuakua Mai kulisikia hao wachanga hao umri huu wakina Samuel hawezi kujua ikuakua. Baba mchungaji, ikuakua ni tulikuwa tunalipenda kwa sababu ukilila lilalia kiching. Tafuta ikuakua leo utaliona. Tafuta kitarasa hapa. Kitarasa, watu wote wenye pressure na watu wote wenye matatizo ya kisukari, ukienda kwa daktari atakwambia kale kitarasa. Mama, siku hizi tunalima kitarasa pale kwetu, tulikuwa tunaweka sisi mbwe. Mama anafahamu siku hizi tunaweka kitarasa mbele kwa mbele, na kitarasa kimeshaanza kupanda bei kwa sababu watu wajua, I say kumbe kitarasa hapa ni kitu muhimu namna hii. Hebu sema kitarasa. Hebu sema kitarasa. Unakifahamu? Mungu ametumangia kila kitu baba mchungaji. Kila kitu ametuwekea hapa. Lakini sisi hatujali, tunajiwekea tu. Maana yake ni kwamba rudishe ile mbegu ya asili irudi. Vinginevyo hapa maisha yanatoweka, tunaondoka hapa. Kwa hiyo tunakwenda pale Mkonosi, uangalie Mkonosi unakwenda hivi mpaka unaangalia mbele. Hauna cha kuweka ngoo, hauna cha kuzuia, hauna cha kusema ili usije kaanguka hapa. Mkonosi nakaa hapa. Nenda katafuta migomba mingine. Ikishalemewa kidogo tu umelala chini, lakini Mkonosi huko umekaa. Mkonosi umekaa namna hiyo. Bwana Mungu, mimi naomba nimalizie. Baba mchungaji, namalizia. Tunataka kufanya nini? Tutunge sheria ndogo. Weka sheria hapa kanisani, weka sheria ya serikali. Halmashauri inatakiwa uwe na miche ipatao 1,500,000. Inatoka ofisi ya makamu wa rais imetoa maelekezo haya. Ziko wapi bustani za miti? Watu tutapanda miti. Hapana. Pale Tabora sisi tulikwenda pale, tukasema kila mtu atapanda miti. Na hakuna kuruhusu ng'ombe waingie barabarani. Tukikuta ng'ombe, kamata kwenye ng'ombe, wote sukuma ndani. Wote. Ashikabu. Baba, ukikaa na hao, ukasema tu Mungu hatuwezi kumzihaki, Mungu ameshatupa. Lakini binadamu hapa anavunja sheria zote na nini? Kwa hiyo hapa tunahitaji sisi hapa kuhakikisha kwamba tunaweka sheria kali. Asante Mungu, mama yetu mpendwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ili eneo amelipa uzito mkubwa hujapata kuona. Sasa hivi amekuja na kampeni. Radio Tanzania wanamsaidia katika swala la mti wa mama. Yeye amekuja na sera kwa taasisi zote kubwa zenye watu wengi, magereza, shule za sekondari, hospitali, kutoka sasa na kuendelea, zisiende tena zikatumia nishati ya miti na mkaa,
zitumie nishati inayotokana na gesi, inayotokana na umeme na vitu vingine. Ndio mambo tunataka tufanya hapa. Kwa hiyo leo tunapozungumza hapa, kazi yetu ni kwenda kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamama mwenzenu wa kina mama mliko hapa, ambaye kwa maoni yangu mimi amesimama akawa neema na baraka kwa taifa la Tanzania. Tunaambia tuende tutumie hewa, tutumie umeme unaotokana na nini? Unaotokana na jua, unaotokana na maji, tutumie. Twende na majiko sanifu ambayo inahitaji kuni kidogo, inahitaji mkaa kidogo. Ndivyo vitu vinavyozungumzwa. Namalizia baba. Hapa kudhibiti wanyama wanaozurura ovyo na kiholela wasije wakasababisha uharibifu wa mazingira. Kutunga sheria ndogo nimeshaeleza. Kila halmashauri imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba tunakuwa na miche ipatayo milioni 1.5. Sasa mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa kijiji uliyeko hapa, una jukumu la kusimamia hayo yote tunazungumza hapa. Baba mchungaji, unaweza kusema mimi je, role yangu ni nini? Tukiwa serikalini sisi, tukafika mahali tukakuta mambo yaendi, ng'ombe wanajiendea, mbuzi wanajiendea, watoto wanakatisha huko, watu wanachukua vile vinavyozunguka kuzuia mmea usije ukaharibika, tukakuta kwamba vinaharibika, na mwenyekiti wa kijiji yuko pale, na mwenyekiti wa kitongoji yuko pale. Sisi kule Tabora tulikuwa tunasema hivi, nani mchungaji wa pale? Nani kiongozi wa pale Kingereka? Kama watu wana shida ya maji, tunajua kama kuna mchungaji aliyesimama katika nafasi yake, tunajua huyu mchungaji atatuokoa katika ile eneo. Hapa kama kuna shida hapa ya barabara hazikwenda vizuri, ikishirikiana na serikali, kanisa litasaidia hapa. Nawaachia nini neno hapa? Baba mchungaji, tusaidie. Tusianze kunyosha vidole kule, tujiangalie sisi wenyewe hapa Kingereka. Tuhakikishe kwamba kila mmoja anasimama katika nafasi yake, kuhakikisha kwamba haya yaliyotamkwa katika neno hili tulilosema hapa yanakuwa ni dhahiri na yanatekelezwa. Mwisho, mnafanya nini hapa? Unasema hivi, maagizo yaliyotolewa na serikali na sheria zote unazingatia. Unachofanya ni haya. Wale wa serikali mlioko hapa, kuna kitu kinachoitwa land use plan, matumizi bora ya ardhi. Kama hapa unataka misikiti na makanisa, sema hapa patakuwa ni misikiti na makanisa. Kama hapa patahitaji shule, unasema hapa ni kwa ajili ya shule. Kama hapa patahitaji makazi ya wananchi, unasema hapa ni kwa ajili ya makazi ya wananchi. Kama hapa patahitaji eneo ambalo mtazika watu wenu wakiondoka duniani, unasema hili eneo ni kwa ajili ya kuzika watu wetu. Halmashauri hapa hamwezi kufika mahali mnazika watu mahali popote, lazima mseme kwamba watu wetu wakiondoka duniani kwa ajili ya mazingira yetu tunawaweka wapi, wanatunzwaje. Kwa maneno mengine, ukienda na sera ya matumizi bora ya ardhi, haya mauzauza yote hutayaona hapa. Mungu awabariki watu wa Mungu. Nendeni na hilo neno. Nimewaangalia mnavyoangalia namna hii na mnavyonitazama hapa, nina hakika hapa hili neno mmelipata, limewaingia. Mtu atakayehukumiwa katika jambo hili ni mtu ambaye amesikia neno hili, akaonywa kuhusu uharibifu unaotokea kwenye mazingira, yeye akanyamaza kimya, akasema shauri yao, watajua wao wenyewe. Mwende kwa amani ya Bwana na msimame hapa. Tumeweka pumzi mpya. Kupeana pumzi mpya hapa maana yake ni kupeana majukumu mapya. Ukitoka hapa ukiwa na lengo, lengo linakupa mpango. Ukiwa na mpango, mpango unakupa mkakati. Mkakati unakupa mbinu. Mbinu zinakupa ushindi. Ukiwa na ushindi, watoto wako watakula chakula kizuri, watavaa vizuri, watasoma, watakwenda mpaka chuo kikuu. Ukitoka hapo mambo yako ni bamba. Ukitii sauti ya Mungu hapo, utatembea kwa kibiongo. Unaweza Kingereka mnajidai nini azo tumetunza mazingira. Kwa hiyo tunajidai, tunajisikia lololo lelelele. Neema ya Mungu iende na nyinyi. Hilo ndilo neno la Mungu. Asanteni.